Mheshimiwa Baba Paroko msaidizi, waheshimiwa makatekista wetu, viongozi wa halmashauri ya lei, parokia na vigango vyetu na vyama vya kitume, wapendwa wanakwaya, watoto wa kipaimara kwa namna pekee, pamoja na utoto mtakatifu, wasimamizi, wazazi na walezi, wanahabari na watumishi wetu na wote ambao tumeshiriki katika adhimisho hili la misa takatifu na sherehe hafla hii baada ya misa. Kamwene mnoge safilo. Tangu jana tulipoingia katika maeneo haya ya milima ya Uzungwa, tulipokelewa vizuri sana pale Mwanzala, na Baba Paroko alikuwepo pamoja na wawakilishi wa viongozi wetu akiwamo mwenyekiti na wengine katekista na watoto na wanakwaya ambao walikuwepo maeneo yale. Na napenda nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na upendo wake ambao ametujalia na kutukutanisha katika parokia yetu ya Ngingula. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatupa baraka zake ili tuendelee kubaki katika imani kwa namna pekee katika mwaka huu wa yubilei ya miaka 2025 ya Ukristo wetu. Pili, ni washukuru waamini, kwanza Baba Paroko pamoja na msaidizi wake, makatekista wetu na viongozi wa halmashauri na waamini nyote kabisa kwa mapokezi yenu mazuri ambayo mliyafanya jana pale Manjala, hapa parokiani na hata katika adhimisho la misa hii takatifu. Ninawashukuru sana sana kwa upendo wenu na ukarimu wenu wa kutupokea. Pili, napenda nirudi nyuma kidogo kutoa shukrani za ushiriki wenu katika adhimisho la daraja takatifu ya uaskofu pale jimboni tarehe ile 27 ya mwezi wa 4. Wengi mlifika hata kutoka huku, wengine hata hamkufika, lakini mlishiriki sana kwa vikubwa sana katika kuhakikisha kwamba maadhimisho yale yanafanyika vema, kwa sadaka zenu, kwa uwakilishi wenu mbalimbali na kwa yote mlioyafanya ili sherehe ile iweze kufana vizuri. Nawashukuru sana. Niliona wanakwaya mlikuwepo kule kwenye ile kwaya kubwa sana, utoto mtakatifu mlikuwepo katika wimbo ule mlioimba, nyimbo zile mlizoimba pale baada ya maadhimisho yale, na wengine mlitoa sadaka zenu, wengine mlikuwepo kwenye kamati mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Nawashukuru sana kwa ushiriki wenu. Mungu awabariki na kuwarudishia yote mnayohitaji katika wito wenu katika kumtumikia na kumshuhudia Kristo. Asanteni sana. Napenda nitoe shukrani nyingi kwenu kwa zawadi mliotoa. Hii zawadi mlioitoa ya kijumla ambayo imewakilishwa na viongozi wa halmashauri wale waliokuja kusoma risala hapa, zawadi ya parokia. Nawashukuru sana kwa zawadi hiyo kubwa ambayo mmetoa kwangu, ambayo inatusaidia sana kama mlivyosema wenyewe, na MC amesema vizuri kabisa kwamba inatusaidia katika kupunguza makali mbalimbali tulionayo katika utumishi huu. Na kwa sababu kwa kweli kazi ni kubwa na jimbo letu ni pana pia, pale ambapo sisi tunakuwa tumejaliwa, wapo wengine ambao kweli wana hali mbaya na kabisa tunaona uchungu, na hata wakati mwingine tunalazimika sasa tuone namna nyingine ya kutusaidia ili kila mmoja walau aweze kupata kile ambacho ni cha msingi. Tuna watu wengi wanaohangaika, tuna watoto yatima,
tuna vituo vingi. Kwa mfano, ninawapa tu mfano, kule Ilula tuna kituo pale namba 2 ambacho kabla yake paroko Padre Filipo Mamano ndio alikuwa pale. Alikuwa na wafadhili wengi huko Ulaya. Alipokuwepo yeye, amefariki mwaka jana. Lakini kituo kile tuna watoto pale zaidi ya 72 walemavu, watu wanaohitaji msaada kabisa, ambao lazima wapate huduma za msingi, na wengine ni yatima, inabidi tuwapeleke shule kusoma kwa gharama, na kwa hivyo na mambo mengine ambayo ninyi mnaweza kujua, si namba 2 tu, lakini pia hata maeneo mengine ya jimbo letu. Kwa hiyo kile ambacho ninyi mmekitoa katika zawadi ile ya kijumla, iwe ni fedha au iwe ni chakula au iwe ni chochote kile mlichotoa, kinatusaidia sana sana katika kutoa huduma hii ya kichungaji kwa wengine, na ni sadaka kubwa sana mbele ya Mungu. Na nawashukuru pia kwa hiyo shika mkono ambayo imetufanya kweli tuonane kwa ujirani, na tumeweza ingawa isingekuwa rahisi kwa kila mtu, lakini basi tumeweza walau, na kwa kweli nilitamani zamani tuliogopa kushikana mikono kwa sababu alikuwa anasema kuna corona. Sasa sisi tunasema corona haipo. Hata ikiwepo haitakamata. Kwa sababu tunafanya mambo ya Mungu, mambo matakatifu kwa nia njema kabisa. Na Mungu tunaomba tusimamie. Na washukuruni sana ndugu zangu. Naona sasa muda kweli umepita, lakini basi tutazidi kuonana zaidi. Napenda ni waahidi, kama ambavyo mmeahidi kuniombea, muendelee kuniombea ili tuweze kuendelea kufanya kazi hii na tuweze kuonana tena. Ngingula ni kati ya parokia ambayo kwa sasa hata tunavyoangalia ni kubwa. Ni kubwa. Jana nilikuwa namuuliza paroko, tuna vigango vingi, ananiambia 18. Ni kubwa. Sasa kwa kweli ni lazima tuone. Naelewa makofi hayo yana maana gani. Lakini ndugu zangu, wanaoanzisha parokia kwa kweli sio askofu. Askofu anakuja tunakusema, "Nyela ndauli." Sema, sasa tuna Kwa hiyo tunaangalia vipi pakoje. Eneo lile, kanisa lipo. Nyumba ya padri poi. Basi sasa unafikiri sisi kwa kweli kwa nini askofu asianzishe parokia? Kwa hiyo nataka kusema kwamba ni kazi yetu sote. Ninyi wenzangu, mimi kama mchungaji wenu kwa kweli ni matamko tu zaidi ya kusema hapoona pala. Naona sasa pana ukoma. Na mjue kabisa kwamba kanisa Katoliki sisi hatuanzi kwanza na majengo. Tunaanza na watu. Waamini ndio tunaoanza nao. Na kwa hiyo wale waamini ndio wanaojenga kanisa. Kwa hiyo tunapoona kanisa, hata kesho tutakuwa Mwanzala pale, tunabariki kile kikanisa. Hatuoni mawe na matofali na mchanga na lile kanisa lililojengwa. Tunawaona watu wenye imani. Ambao kwa imani yao wamejenga kanisa. Na kanisa sasa ndio hao watu wanaoonekana ambao wanaonesha dhahiri kwamba imani imekoma. Kwa hivi mawazo hayo ni lazima sasa tuanze kufikiria. Na kwa kweli itakuwa sio mbaya hata nikisema kwamba Boma la Ng'ombe iwe ni parokia tarajiwa. Yaani tuanze kufanya kazi kupaangalia pale mahali kwa namna ya jicho la pekee. Ili baadaye kwa kweli kwa milima hii na vigango vilivyo vingi huduma iende kwa watu kwa ujirani zaidi. Na watu waweze kupata huduma hiyo. Lini itakuwa? Itategemea namna tunavyokwenda pamoja. Basi ndugu zangu, niwatakie sherehe njema ya leo. Wanangu wana Kipaimara tumeongea mengi katika mafundisho, paroko pia amekandamiza zaidi.
na wengine wameongea, viongozi wetu pia wameongea. Nadhani yanawatosha. Tunachotaka ni kwamba mtambue imani mliopokea na mfanye kazi. Sawa sawa? Imani hiyo sasa ionekane kabisa kwamba tumepata wafuasi, tumepata waamini ambao wanatusaidia kujenga kanisa na uhai wa kanisa katika imani. Na ninyi mjione kwamba ni matunda ya jubilei. Jubilei ya miaka 25 ya Ukristo wetu, na ibaki kama kumbukumbu kwetu sote. Asanteni sana na nawatakia siku njema. Asanteni.